Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Dkt. Neema Peter Majule, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa kupata jibu la swali langu namba 41 kutoka kwa serikali. Asante. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule, mbunge wa viti maalum mkoa wa Dodoma kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi, yani TISEZA, imeendelea kutekeleza jukumu la kusajili miradi ya uwekezaji kutoka kwa wawekezaji wa ndani na wa nje ya nchi kulingana na vigezo vilivyowekwa vya uwekezaji wa mitaji. Hadi sasa serikali imesajili jumla ya miradi ya uwekezaji 14,209 ambayo imepewa vyeti vya utambuzi na TISEZA. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kutumia fursa za teknolojia ya kidijitali, TISEZA imekamilisha ujenzi wa mfumo wa kanzidata ya taifa ya uwekezaji wa sekta binafsi utakaounganisha mifumo ya taasisi mbalimbali zinazohusika na usajili wa makampuni ya uwekezaji nchini. Mfumo huu unalenga kuboresha upatikanaji wa takwimu sahihi za uwekezaji wa sekta binafsi, hususan mitaji iliyowekezwa na ajira zinazozalishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa sasa inaendelea na kampeni ya kuhamasisha uwekezaji wa ndani kupitia wazawa. Zoezi hili linaenda sanjari na kutoa hamasa ya wawekezaji wote ambao bado hawajasajiliwa na TISEZA na tayari wapo kwenye wilaya zetu wafanye hivyo ili serikali ipate takwimu sahihi za kiasi cha uwekezaji uliopo nchi nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Dkt. Neema Majule. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Tukizingatia kwamba ukuaji wa uchumi unategemea sana uwekezaji aidha wa ndani au wa nje, na tunatia moyo wa wawekezaji hawa kuweza kuwekeza katika nchi yetu. Swali langu ni hili hapa. Je, TISEZA imeweka vigezo gani vya kuwafanya wawekezaji wengi zaidi waweze kujisajili ili waweze kunufaika na fursa hii, lakini sio hivyo tu, ili hasa kuwapata wale wawekezaji wadogo na wakati ambao ndio wengi sasa hivi wamechipukia, wengi wao wakiwa ni wanawake na vijana. Asante. Majibu Mheshimiwa Waziri. Swali la pili, samahani. Swali la pili ni kwamba TISEZA wameweka vivutio gani vya kuwafanya wawekezaji wengi zaidi waweze kujisajili? Asante. Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge Dr. Neema Peter Majule, viti maalum mkoa wa Dodoma kama ifuatavyo. Kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge ni mjumbe wa kamati yetu ya Utawala, Katiba na Sheria, na amekuwa na michango mikubwa sana hususan kwenye masuala ya uwekezaji wa nchi hii. Na ndio maana leo amekuja na swali mahususi la kujua ni kwa kiasi gani nchi imeweza kuwekeza katika kusajili wawekezaji ili tuweze kukidhi ile haja ya dira yetu ya 2050 ya kufikia trilioni 1 ifikapo 2050, lakini kuhakikisha kwamba 70% inachangiwa na sekta binafsi. Baada ya maelezo hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu maswali mawili kama ifuatavyo. La kwanza, kigezo kikubwa ambacho tumekiweka katika kusajili hawa watu ni ukubwa wa mtaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna wawekezaji wa aina 4 Tanzania. Tuna wawekezaji wazawa wa aina 2. Mwekezaji wazawa wa kwanza anatakiwa na mtaji wa angalau dola 50,000, takriban milioni 125. Lakini mwekezaji wa kimkakati wa ndani anatakiwa na dola angalau milioni 50, ambayo kimsingi tutamtemu huyu kama mwekezaji wa kimkakati. Lakini wawekezaji wa nje wapo wa kategori 2. Tuna mwekezaji wa kawaida wa nje anatakiwa na dola 500,000 za Kimarekani. Huyu naye tutamtemu kama ni mwekezaji. Lakini vile vile mwekezaji wa kawaida, mwekezaji wa kimkakati anatakiwa na angalau dola milioni 50 za Kimarekani. Huyu atakuwa ni mwekezaji wa kimkakati. Lakini swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna vivutio mbalimbali ambavyo tumeviweka. Vivutio hivyo ni vivutio vya kikodi na ambavyo visio vya kikodi. Na nitoe wito kwa wawekezaji wote nchini, hususan wazawa. Tuna kituo chetu cha pamoja pale TISEZA ambacho kimsingi tunatoa maelekezo na ufafanuzi mbalimbali wa vivutio gani vya kikodi na ambavyo vigezo vya kodi wanaweza kuvipata kwa ajili ya kuwekeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu hayo ya Mheshimiwa mbunge.